Kwa majina mimi naitwa Daktari Tommy Kisimbaye, ni mkufunzi, ni afisa ustawi mfawidhi halmashauri ya mji wa Mbulu, lakini ni makamu mwenyekiti wa maafisa ustawi Tanzania katika ngazi ya halmashauri. Kwanza tunapozungumzia siku ya wanawake ambao inaitwa International Women Day. Hii nataka tuizungumzie katika muktadha tofauti kidogo ambayo ni reflection beyond celebration, kwa sababu nyuma ya hotuba, nyuma ya maua wanayopewa wanawake, nyuma ya pongezi, kuna mambo mazito sana yamejificha huko nyuma. Pengine watu hawajui hii dhana ilitoka wapi. Tunapongeza tu, lakini wapo wanawake ambao waliumia sana ili hii siku itokee, hasa wakipigania haki zao za kupiga kura. Ninamkumbuka Clara Zetkin, mwanamke hodari sana ambaye alikuwa kinara katika hii siku, na kwa mara ya kwanza ilianza kuadhimishwa na ilipitishwa na Umoja wa Mataifa mwaka 1975. Kwa hiyo nataka nizungumzie hii siku wanawake nyuma ya matazamio ya sherehe, maana siku hizi imekuwa sherehe, imekuwa kama utamaduni, wanafurahia lakini hawajui maumivu ambayo watu walipitia kisaikolojia na kijamii. Kuna mwanasayansi mmoja ambaye alifanya tafiti yake na akaja na kitabu chake, anaitwa Simone de Beauvoir. Yeye ameelezea kitabu chake ambacho kinaitwa The Second Sex. Hicho kitabu ameelezea kwamba mwanamke hazaliwi, ila mwanamke anatengenezwa na jamii, social construction. Na ndio maana leo hii utamuona mwanamke kutokana na muktadha aliyopo mazingira, akikaa na kundi la wanawake ambao ni wambea, ni wasengenyaji, ni wadangaji, ndivyo hivyo mwanamke wako atakuwa. Akikaa na kundi la wanawake ambao ni wasomi, akikaa na kundi la wanawake ambao mindset zao, fikra zao, elimu yao imejilenga katika mlengo wa kufikiria mawazo chanya, basi atakuwa hivyo. Kwa hiyo mwanasayansi alifanya tafiti, na ndio kitu ambacho kinatokea katika ulimwengu huu wa leo na karne ya 21. Wanawake wengi wanatengenezwa na jamii. Pengine ulioa mwanamke alikuwa mzuri sana, alikuwa na uelewa na kusikiliza, lakini ghafla unakuta mwanamke, mbona huyu mwanamke amebadilika? Mbona huyu mwanamke saizi aniheshimu? Ukianza kufuatilia utakuta kuna mtu amemshika masikio, kuna mtu amemtengeneza kwamba wewe mwanaume huwa tunamhendo hivi, mwanaume huwa tunamtumia katika njia hii. Kwa hiyo ni katika njia ya kisaikolojia na njia ya kijamii. Katika upande wa kiroho, maandiko matakatifu wanaamini kwamba mwanamke ni mlezi, lakini mwanamke alikuja kama msaidizi, na ndio maana tunaamini kwamba aliyetangulia kuanza kuumbwa ni mwanaume, na mwanamke alitoka katika ubavu wa mwanaume, ndio mwanamke alitokea pale. Kwa hiyo mwanamke katika maandiko matakatifu tunaamini aliletwa kama msaidizi, na sio tu msaidizi. Mwanamke aliletwa kwa lengo la kulea, alileta kwa lengo la kustahimili maumivu. Mwanamke aliletwa kwa lengo la kuwa na ile ahiba na uvumilivu na huruma. Kwa hiyo katika masuala ya kiroho ilizungumzia hivyo. Katika zana ya kisayansi, kwanza nitawarudisha darasani kidogo, ambapo sasa kuna kitu ambacho kinaitwa chromosome, ambapo kuna ile ambayo alama XX na XY. XX ni mwanamke, XY ni mwanaume, lakini hizo zote mwanamke anaumbwa na homoni ambazo ni estrogen na progesterone, zote hizo ambazo sasa zinamsaidia kwanza mwanamke kuwa na aiba ya uvumilivu. Pili, zinamsaidia mwanamke kuweza kulea na kuzaa. Tatu, zinamsaidia mwanamke kuwa na empathy, kitu kinachoitwa huruma, na ndio maana mwanaume anaweza akafumaniwa na mwanamke.
lakini mwanamke akawa na huruma dhidi ya mume wake akamsamehe. Ni kitu ambacho ameumbwa nacho. Ndio maana wanasayansi sasa walikuja, hawa wanasayansi wa neva, tunaita neuroscientist, wenyewe walikuja wakasema mwanamke anaumbwa na atmosphere 2 za ubongo, ambazo sasa zenyewe zinamsaidia mwanamke kuwa mvumilivu sana, anavumilia mengi sana. Na hizo neva ambazo hizo tunaziita atmosphere 2 za ubongo zinamsaidia pia mwanamke kufanya kazi nyingi. Leo hii tunamtambua mwanamke kama mama wa nyumbani, tunamtambua mwanamke kama kiongozi, tunamtambua mwanamke kama ni mtu jasiri. Kwa hiyo hivyo vyote vinampa sifa ya kuwa na multitasking, yani mtu ambaye anafanya kazi nyingi kwa wakati mmoja. Ni kutokana na nini? Na hizo atmosphere za ubongo ambazo zimetengenezwa kwa mwanamke. Kwa hiyo kisayansi ndio imelengwa hivyo. Naam.